Naam, waligani mwanafamilia wa Mkubwa Media. Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Kilichotokea katika mitandao ya kijamii ni kwamba ninakuletea taarifa nyingine. Kazi yangu ni kukuhabarisha na kukufahamisha kilichotokea. Sasa inasemekana kwamba yani slow but sure. Kutokana na utaratibu wa Mkubwa Media tumeweza kufuatilia vizuri sana kuhusiana na kifo cha MC Pilipili. Mwanzo tunaona kuna taarifa ilitoka kwamba ilikuwa ni depression, na baada ya kupata depression alipata pressure ghafla. Unajua ukiwa na mawazo mengi inasababisha depression. Hasa depression sio nzuri. Unakuta mtu mwingine kama na pressure, basi BP inapanda, alafu mwisho wa siku umauti unaweza kukukuta. Sasa taarifa niliyoipata ni kwamba kuna kiongozi wa serikali kubwa sana ambaye anahusika katika hili, na inaonekana ni walinzi wake ambao wamempiga MC Pilipili, au sio bana? Na inaonekana familia ni kama imepigwa stop kuzungumzia swala hilo la MC Pilipili katika media, ama kuzungumzia chochote ambacho kimeweza kutokea. Lakini pia inaonyesha wazi kabisa kwamba kuna siri nyuma ya pazia, na siri hiyo imetoka kwa Mange Kimambi, ambapo yeye ameweza kuelezea kitu ambacho kimetokea na ni nani amehusika. Kana mwanzo mwisho utafahamu ni nani ambaye amehusika. Sasa kuna walinzi wa kiongozi wamehusika na tukio la mauaji ya MC Pilipili. Taarifa ya Mange Kimambi ambapo anasema Novemba 15, ambayo ilikuwa ni siku ya Jumamosi, MC Pilipili alisafiri kutoka Dar es Salaam hadi Dodoma, ambako walienda kwa ajili ya shughuli zake. Kumbuka huyu ni MC, kwa hiyo anafanyaga kazi katika harusi mbalimbali, na kuna harusi ambayo ilitakiwa aende kama MC. Lakini ndio hivyo tena, hatuko naye. Siku ya Jumapili, yani Novemba 16, alienda Royal Village Hotel Dodoma. Wakati anatoka na gari, kuna gari mbili zikaanza kumfuata nyuma. Watu hao walimkimbiza mpaka maeneo ya karibia na Swaswa Dodoma mjini, ambapo walifanikiwa kuibloku gari ya MC Pilipili. Baadaye wakashuka watu 4 ambao mashuhuda wanasema ni walinzi wa kiongozi wa serikali, kisha wakaenda kwenye gari la MC Pilipili. Mashuhuda wanasema kulikuwa kuna ubishani wa dakika kadhaa. Baadaye watu hao wakamshusha MC Pilipili kwenye gari yake kwa nguvu na kuanza kumpiga. Then walimuingiza kwenye moja ya gari zao, kisha wakaondoka naye. Siku ya Jumapili, familia ilipigiwa simu ikajulishwa kwamba mwili wa MC Pilipili umeokotwa kando ya barabara na tayari umefikishwa General Hospitali Dodoma. Ndugu walifika hospitali kwa ajili ya kuthibitisha kama kweli ni ndugu yao. Baada ya kumkagua, wakagundua kwamba ni kweli ulikuwa mwili wa MC Pilipili. Lakini wakati wanakagua mwili huo, walikuta ulikuwa na jeraha la risasi. Hapo inabidi uelewe. Risasi, majeraha ya mijeledi maeneo ya mgongoni, na kwenye bega alikuwa ameunguzwa na kitu kama pasi. Pamoja na ukatili huo wote ambao MC Pilipili kafanywa, wote ukatili aliofanywa na hao majambazi, au sio bwana? Familia MC Pilipili wameambiwa hawatakiwi kusema chochote juu ya sakata hilo. Badala yake wameambiwa eti polisi kupitia RPC wa Dodoma pekee ndio wanaruhusiwa kuzungumza kuhusu jambo hili. Kwamba hapo bwana inabidi mkae kimya, mtulie. Kwa hiyo atakayezungumza ni RPC wa Dodoma. Tangu Jumapili mpaka sasa jeshi mkoa wa Dodoma lipo kimya, hawajasema chochote, licha ya kwamba wanajifika kwamba mwili wa MC Pilipili umekutwa na jeraha la risasi pamoja na majeraha mengine ya vipigo maeneo mbalimbali. Jeshi la polisi limekuwa na kigugumizi kuhusiana na hili, na linajua nani mhusika. Sasa huyu ni Mange Kimambi kama unavyofahamu. Sasa
haya maneno mengine siwezi kuyataja vizuri, kuyasoma vizuri, lakini taarifa ilikuwa hivyo. Sasa inaonekana hii issue hii inaonyesha kabisa kwamba kuna jambo ambalo inaonekana kutokea kuhusiana na kifo cha MC Pilipili, au sio bana? Na inaonekana kabisa kwamba jambo ambalo inaonekana kutokea ni kwamba MC Pilipili bana, kuna watu ambao wamedhulumu bwana uhai wake, na inasemekana kwamba jambo hilo inaonekana kabisa kwamba mambo imezidi kuwa magumu sana. Kwa sababu tunaona kwamba bwana kuna taarifa pia ya jamaa yetu kupigwa risasi. Unajua risasi sio mchezo. Risasi bana sio mchezo. Na tunaona maoni ya mashabiki na wadau mbalimbali. Mmoja akasema kwamba huyu baba ni muongo jamani. Yaani sasa hivi mtu akifa watatafuta kesi iende kwa serikali, yani nia ya kujaza vijana chuki ambayo sio ya kweli, au sio bana? Mmoja anasema kwamba mmoja kaandika kwamba walotaka maandamano haya. Mmoja anasema kwamba what his motive, yani kiongozi wa serikali na Pilipili kivipi, wanahusika vipi? Mmoja anasema kwamba msiamini kile kinachozungumzwa, wengine hawana cha kupoteza, jina la kiongozi limefuata nini? Waliokimbilia kwenye comment kujua chanzo tujuane. Sasa kiongozi anahusika vipi? Ni kweli tunapinga, anatupasa kupigania kizazi, lakini najiuliza wewe ukuwa shuhuda, ulijui kama ni walinzi wa kiongozi, au sio bana? Na waliwatambua watekaji kwa urahisi namna hiyo. Tunapoitaka haki basi tubanishe ukweli halisi. Mmoja kaandika kwamba huu mbona ni uongo kabisa. Hakuna kitu kama hicho. Uzuri malipo ni hapa hapa, kabla hujafa unalipia matendo yako yote uliyomfanyia binadamu mwenzako. Sasa huyu kiongozi katuma walinzi wake wamuona, wakati MC aliposti kumpa hongera akaka picha yao ya pamoja. Watu wachongani, au sio bwana? Haya bwana. Mmoja akasema kwamba bwana samani, lakini hivi taarifa mnazipata wapi? Bwana taarifa hizo sana msinifokee. Kwa hiyo tunaona mambo yameonekana kuwa mengi sana kwenye mitandao ya kijamii. Naomba niishie hapo kusoma comment kwa sababu tayari taarifa ishatoka, lakini Mange Kimambi amezungumzia kwa taarifa nyingine ambayo imeweza kumkuta kijana ambaye alikuwa anafanya shughuli zake za MC. Hapa nazungumzia Emmanuel Matias, MC Pilipili, na Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Kwa hiyo nadhani kwa ambao mmenifuatilia mwanzo mwisho mmeelewa kilichozungumzwa, lakini bado uchunguzi bado unafanyika, na hizi ni tetesi tu za hapa na pale, na ambapo katika hizo tetesi ndio tayari inaonekana kuna beef, na labda kulikuwa na beef labda na kiongozi na vitu kama hivyo, na ndio maana tukaona mambo yameweza kutokea kama. Dondosha maoni yako, hakikisha na subscribe.